Tunashukuru Mungu kuonekana kwanza asubuhi ya leo. Jina lake lipewe sifa. Amen. Tulisikia ambulance na pita mwingine. Kuna wale ambao wameacha dunia. Lakini ikiwa sisi tuko hapa, tunamshukuru Mungu. Amen. Na bila kukawia, tunaenda kusoma neno la Mungu mkitabu ya Mathayo 6:17-18. Mathayo 6:17-18. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Lakini wewe, wakati unapofunga chakula, pakaa kichwa chako na mafuta na uso wako. Amen. Amen. Narudilia. Lakini wewe, wakati unapofunga chakula, pakaa kichwa chako na mafuta na uso wako, hata usionekane na watu ya kama unafunga, lakini Baba yako aliye kwa siri, na Baba yako aonaye kwa siri atakupa zawabu. Amen. Amen. Unaweza kuikaa. Narudilia mstari wa 16. Biblia inasema hivi: tena wakati mnapofunga chakula, msiwe kama wadanganyifu na uso za kugunjamana, kwa maana wao wanageuza nyuso zao ili waonekane na watu ya kama wanafunga. Kweli ninawaambia ninyi, wamekwisha kupata thawabu yao. Amen. Vitu tatu hivi ukivitumia, mafungo na maombi yako itakuwa na nguvu na matokeo. Narudilia somo letu. Vitu tatu hivi ukivitumia, mafungo na maombi yako itakuwa na nguvu na matokeo. Amen. Amen. Tangu juzi karibuni siku 4 sasa, tumeingililia vipengele tofauti kuhusu neno mafungo. Na Biblia inasema tusemapo mafungo, maana yake tunaacha chakula kwa muda fulani na tunaingia kwa hali ya maombi ili kuzungumza na Mungu, ili kumtafuta Mungu, ili kuomba Mungu Bwana tujalie neema. Amen. Na tulianza onesha sababu zinazotuma mtu anaomba. Kwa nini sisi wa Kristo tuje kuomba? Sababu ya kwanza ambayo tumeonesha, tukasema hivi: mtu akikuja kufunga na kuomba, tafadhali tunapoenda funga na kuomba, sababu ya kwanza ni kujisogeza karibu na Mungu. Roho zetu tunazileta karibu na Mungu. Ukweli ni kwamba roho na mwili vinashindana. Malengo ya mwili itoshe roho ya mwanadamu karibu na Mungu, lakini Mungu anatupatia nafasi, anatutengenezea mfumo ya maisha ya kutusogeza karibu na yeye. Na ile mfumo ya maisha ni hali ya mafungo na maombi. Bwana tusaidie sana. Tukasema sababu yetu ya pili kuomba ni kutengeneza urafiki pamoja na Yesu. Yesu anasema barafiki, bibi harusi hawezi kufunga na iko na mimi, lakini nitakapoondolewa siku nitaenda mbinguni, nao pia wataanza kufunga. Stadi osilonta tuko karibu na Yesu, tunaonekana kama vile wakati walipokuwa karibu na Yesu, tafadhali hawangelifunga, lakini alipoondolewa na wao wakaanza kufunga, ili kwamba wajisogeze karibu na Yesu, lakini pia kutengeneza urafiki. Urafiki yoyote
iko karakterize na communication iko katikati ya wale watu wawili. Amen. Na tulisema point tofauti. Tukasema pia mafungo na maombi huwa inakuja kututengenezea imani. Wanafunzi wakasema, mbona shie tuliomba lakini pepo hazikutoka? Yesu akamwambia, mungelikuwa na imani kama vile mbingu ya haradali. Kisha kumwisho na conclude aseme namna ya pepo hii haitoke bila kufunga na kuomba. Bwana tusaidie sana. Nimeeleweka vizuri huko nyuma? Kwa hiyo sababu yetu ya ine ni kukuya kutuandaa kwa miujiza mikubwa. Yesu mbele anze kazi alifunga jangwani siku 40. Musa alizoea kufunga, wakina Elia walifunga, na wale watumishi wa Mungu ambao walizoea kufunga walikutanana na miujiza mikubwa. Siku zilipita, Facebook haikukua, YouTube haikukua, niseme TikTok haikukua, WhatsApp haikukua, lakini ushuhuda ya miujiza ilihubiri watu kuzidi hata na Facebook. Bwana tusaidie sana. Tuliona mikutano mikubwa wakati wakina Moses Kolola walitumikia Mungu. Wale watu walitumika mikutano mikubwa mpaka unelewa ya kuwa kumbe haiko Facebook ndio nalitaka watu. Na nitaka niambie tena mtu mmoja hapa ambaye anapenda kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu pia huwa inatembea na ushuhuda. Mkishuhudia vizuri na kazi zikuwa za Mungu, mkiweka shuhuda za Bwana kwenye vinywa vyenu, kazi ya Mungu mtaipanua. Amen. Mungu akikutendea unahubiri mwingine kule nje, Mungu alinifanyia hiki. Unamkutana mwingine anagonjwa, unamwambia mimi nilikuwa mgonjwa, Mungu ameniponya. Hivi ndo injili inatembeaka. Bwana tusaidie sana. Lakini sababu ya 5 tukasema pia inakuingiza katika muujiza. Alafu vitu vitatu hivi vitakusaidia mafungo na maombi yako kukuwa na nguvu. Bwana tujalie neema sana. Amen. Alafu Yesu anasema hivi, lakini wewe wakati unapofunga chakula, paka kichwa chako na mafuta na unanawa uso wako. Bwana Yesu atusaidie sana. Siku yoyote utasikiaka Biblia inasema kunawa uso wala kupaka mafuta, maana yake inataka kusema kwa ajili ya utakaso. Amen. Wako wengi hapa huwa wanalota usiku uko na nawa. Hapana kunawa ya mbahari. Sababu ukilota uko na nawa mbahari, kwa lugha nyingine wewe unataka kuwa mtu wa dunia. Pombe, usharati, uongo, wizi, uchawi na kuua watu itakuwa adresa yako. Kwa sababu macho wakati mwingine ni alama ya dunia, ni alama ya nasa za dunia. Haleluya. Haiko tu alama ya Roho Mtakatifu, lakini pia alama ya anasa za dunia. Sasa wakati mwingine pia Mungu anaruhusu iwe kama vile ishara ya kujitakasa kwenye ulimwengu wa roho. Na nawa unajikutana uko na nawa miguu, unajikutana uko na nawa mikono ndani ya maono. Hii ni ishara kuwa Mungu anataka utakaso kwako. Sasa narudia kusema hivi. Biblia inasema hivi, lakini wewe wakati unapofunga chakula, paka kichwa chako na mafuta na nawa uso wako. Sadi tuendapo mbele ya Mungu, kitu cha kwanza anahitaji tutoshe harufu nzuri. Kitu cha pili tuwe tumetengeneza vizuri. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Mungu anabaki mfalme na Mungu wa miungu siku zote. Na yeye, napenda sana kitabu ya Isaya. Wakati yenye Isaya naona maono, Isaya 6, Biblia inasema aliona maserafu wako wanashutama, wanasema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni wewe Bwana wa majeshi. Maana yake nini? Mungu anabakia mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu siku zote. Mpaka Isaya anasema hivi, ole wangu mimi kwa sababu nimeona Bwana amekaa kwenye kiti cha ufalme na mimi ni mwenye dhambi.
Mwenye dhambi haingi yake humu. Bwana atujalie neema. Mwenye dhambi hasogele yake Mungu. Anaenda irepete kule mwisho anasema ya. Kumbe kama kila siku Mungu anatutendea, lakini vyenye vinatuma Mungu atutendee ni dhambi na makosa yetu. Anasema hivi, mkono wa Bwana si mfupi kwa kututendea, lakini dhambi zetu ndizo zinatutenga naye. Alafu Isaya akapata neema, kukakuja serafa moja, akakuya na likala, akakuya akamtakasa na ile likala. Bwana tujalie neema sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa mtu yeyote akitaka funga na mafungo yake kuwe na nguvu, kitu cha kwanza tafuta utakaso. Haleluya. Tengeneza vizuri. Tengeneza vizuri. Kwa habari za utakaso, nimeyafundisha mengi hapa. Utakaso iko password, iko kibali Bwana anataka tukue nayo ili kwamba tuingie. Sijui kama kuna watu hapa wanaelewa kibali. Kibali kwetu sisi tunaita cards. Amen. Ukitaka pita ku barriere, ukitaka pita ku frontier, unakuyaka unaonesha nini? Kibali. Ile carte ndio itakuvukisha uende kwenye uko unaenda. Hii alafu wanaiita kibali kwa lugha yetu ya Kiswahili. Wanaita kibali. Sasa niseme hivi, na sisi tukitaka ingia mpresence ya Mungu, utakaso ni kibali tunayoitumia ili kwamba tuingie mpresence ya Mungu. Na hii inakuja kama vile mavazi. Kuna sehemu nyingine Yesu anasema ni kama vile mavazi tunayoyavaa kwenye ulimwengu ya roho, na ambayo inatupatia kibali ya kuingia mbele za Mungu. Je, nimeeleweka vizuri hapa? Anapana mfano hivi. Anapana mfano mmoja, anasema hivi. Mfalme mmoja ameandaa karamu yake kwa ajili ya mwana wake, na akasema waite watu kuingia ndani ya karamu. Ndani ya karamu naenda haraka. Walipoita watu kuingia ndani ya karamu, kukaonekana mtu mmoja hana vazi la karamu. Na alafu wakasema huyu alifika namna gani? Mwenye harusi alipofika akasema hivi, namna gani huyu ameingia humu ijapokuwa hana vazi la karamu? Alafu Biblia inasema hivi, mumuondoe na mtupe kule nje, kwa sababu kule nje kutakuwa kulia na kusaga meno. Andote tena nataka kusema hivi, mtu asipotumia utakaso hawezi kuingia kumeza ya mfalme. Bwana tujalie neema. Hii ndio maana mfalme Farao anasema hivi, mwende muninaushie Yusufu, mumuvalishe mavazi, alafu aingie kumeza yangu. Hasura anasema munitengenezee wale wamsika wavale vizuri, njoo waingie kumeza ya mfalme. Mtu anayeishi dhambi ni kama vile mwenda wazimu mulimwengu wa roho. Mavazi yake yanapasuka. Alafu na hakuna mtu anaweza kupokea mwenda wazimu mwake. Bwana Yesu atusaidie sana. Ishara ya pili ya utakaso ni nini? Mtu anapoishi maisha ya utakaso, napenda Hosea. Hosea anasema haki ya Bwana ikitiririka ndani ya mioyo yetu kama vile mto mkubwa sio kauka. Kuna zingine pepo hatutaombea, zenyewe zitatuona zinakimbia. Utakaso inakimbizaka pepo na kuikemea. Unajua ile kitu? Kuna vitu vingine watu wa Mungu hawatakiwe kufanya. Wakileta mgonjwa mtie pale, imba nyimbo za mabudu. Ukiwemo ndani ya utakaso, pepo yenyewe inakimbia. Kuna nafasi zingine Yesu alifika, pepo zikimwona zinasema tuna nini na wewe, ewe mtakatifu mwana wa Mungu? Kwa nini? Kwa sababu ya utakaso zenyewe zinasema nuru na giza havichangane. Nuru wakafika, maana yake giza anakimbia. Bwana tujalie neema. Ndio sababu tunatakiwa kutafuta utakaso ili mafungo yetu na maombi yawe na nguvu na kibali mbele ya Mungu. Bwana tusaidie sana. Funguo ya pili itatusaidia maombi na mafungo yetu kuwa na nguvu ni kukuwa na imani. Bwana tusaidie sana. Waebrania 11 mstari wa 6. Biblia inasema hivi, basi pasipo imani
haiwezekani kumpendeza Mungu. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kile kitabu ya Waroma, Biblia inasema hivi, imani huja kwa kusikia neno la Kristo. Na pasipo hii imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Sasa mtu anapotaka kuomba Mungu, hakikisha ndani yako imani imekwisha kwanza kuwa. Imani ni nini? Ni ile sauti ya Bwana tunayosikia, ni ile neno la Mungu linalotuelekeza namna ya kuomba. Saa hizi kuna mtu mmoja hapa, neno hili linaanza kujenga imani ndani yake. Haleluya. Sauti ya Bwana ikikuwa ndani yetu, kufanya miujiza itulome kitu. Sauti ya Bwana ikikuwa ndani yetu, tutahamisha milima. Kwa lugha nyingine, kuna magonjwa ambayo ni kwa mlima kwa mtu, utaiombea inatoka. Kuna vikwazo, kuna upangai, kuna tatizo likuwa nazo ambazo ni tatizo milima. Lakini imani ya Bwana ikikuwa ndani yetu, itatuambia fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, na tatizo hizi ama milima hii inahama. Watu wengi huwa wanaomba lakini ndani yao hawana imani. Kuna namna jinsi mtu anavyoomba, Mungu ameshamzungumzia utaomba hivi. Lakini pia kuna namna mtu anavyoomba kwa imani, unatumia neno la Mungu likuelekeze namna ya kufanya. Napenda hapa nipane precision. Ujikaze sana katika maisha kuwa nasikia sauti ya Mungu inasema nini. Na kuna utaratibu fulani imeisha kujengeka ulimwengu wa roho. Hata wakati mtu anapokuwa akiomba, niseme kwa kueleweshwa zaidi, kuna mfumo fulani ya maisha Mungu ameishajenga tangu zamani ulimwengu wa roho. Inapoelekea habari za uchumi, kuna taratibu za kiroho zinazoelekeana na uchumi. Inapoelekea habari za ndoa, kuna taratibu za kiroho zinazoelekeana na ndoa. Inapoelekea habari za kazi yoyote ile, kuna utaratibu fulani Mungu ameweka tayari. Ni sasa vile watu wanakuwa na nchi. Mwenchi mko constitution. Mwa ile constitution, mkuwamo kila secteur, mkuwamo kila ministère. Sabi, muna mfumo fulani wameweka ya maisha kwa kila domain. Domain ya uchumi, kuko sheria zinaongea juu ya uchumi. Domain ya ujeshi, kuko sheria zinaongea juu ya jeshi. Kuna sheria zinaongea juu ya makanisa. Kuna sheria zinaongea juu ya niseme nini, ya ndoa ndani ya nchi. Na ni vile ulimwengu wa roho. Tukisoma kwa Biblia, utaelewa ya kwamba vitu hivi vimetengenezwa na Mungu tangu zamani. Kama wanadamu wanaweza jiorganize kwa namna hii, lakini pia Mungu na yeye ameisha kupangilia kila kitu. Kwa habari za ndoa, utasoma Biblia na kuelekeza ni hivi na hivi na hivi. Kwa habari za uzinifu, Biblia inasema hivi na hivi na hivi. Mwenye aliviole, Biblia inasema hivi na hivi na hivi. Mwenye iko nenda churuza, Biblia inasema hivi kwa ajili ya shamba na mengine. Kwa nini? Kwa sababu Bwana ameishatengeneza kila kitu. Na tunapoelewa maneno haya, ndani yetu inatupatia kitu wanaita imani, inatupatia sauti ya Mungu inayotusaidia namna ya kufunga na kuomba. Lakini pia kuna namna nyingine Mungu anaweza zungumza katika ndoto. Kitabu ya Ayubu, Biblia inasema Mungu anazungumza katika ndoto na bila ndoto. Lakini pia Mungu anaweza ongea kwa vinywa vya manabii na kwa njia ya majira. Ni kwako kujua kusikia sauti ya Mungu. Watu wengi hawasikia sauti ya Mungu. Alafu kumaliza hii pointi ya imani, niseme hivi. Sisi wote tunaweza kufanya miujiza. Lakini utofauti yetu ya kufanya miujiza iko wapi? Utofauti yetu ya kufanya miujiza inaikala mkusikia sauti ya Mungu. Namna jinsi utakavyoisikia sauti ya Mungu, ni vile vile utafanya miujiza. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Watu wote wanaweza kuwa waimbaji wakubwa, lakini utofauti iko wapi? Ni imani ambayo imejengeka ndani yao. Watu wote wanaweza kuwa wahubiri, lakini utofauti ni nini? Ni namna jinsi walivyosikia
sauti ya Mungu. Bwana atusaidie sana. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie sana. Siku moja nimeombea mtu, alafu Mungu akaniambia, alikuwa mtu mwenye alikuwa amegonjwa diabetes. Mungu akaniambia, huyu mtu mwanagonjwa diabetes, wewe ukamate kitu fulani kama vile mafuta, uiombee tu, mpatie akunywe. Kakamata ile, akanituma na epis, kitu kama vile tomate, wewe uviombee, uweke fasi moja, umpatie akunywe, na mie Mungu nitafanya ishara. Alafu nilipoifanya, alikuwa na mpango ya kwenda aende, lakini kwa maombi yale na ile agizo Bwana alitupatia, ile ambayo ilitoka msauti ya Mungu, Mungu akamsaidia. Na ule mtu akaona mjiza. Bwana tusaidie sana. Pointi ya 3 ndio mwisho. Pointi ya 3, ili kwamba mafungo yetu na maombi yetu yawe na nguvu, jifunze kutumia sadaka. Amen, amen. Sadaka zina nafasi yake ulimwengu ya roho, mafungo na nafasi yake ulimwengu ya roho. Lakini pamoja na mafungo kututengenezea urafiki na Mungu, sadaka inakuya ili kwamba Mungu angalie viwango pia vya upendo wako kwake. Haleluya. Watu wengine urafiki maneno haitoshe, lakini ile matendo tunayoyafanya ndiyo inaonyesha kweli huyu mtu ni rafiki, huyu mtu ananijali, huyu mtu ananipenda. Na irudilia vizuri, katika urafiki, uchumba, ndoa, wakati mwingine maneno haitoshi, lakini yale matendo nayo yafanyia mwenzako ndio inaonyesha huyu mtu ananijali, huyu mtu ananitaka, huyu mtu ananipenda, huyu mtu ananiangaikia. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Alafu kwa namna ya vitu vya kiroho, sadaka nayo pia huwa inatupatia nafasi fulani kwenye moyo wa Mungu. Bwana tusaidie sana. Kwanza naipenda Biblia inasema, mahali hazina ya mtu iliko, njoo kwenye roho yake inakuwaka. Bwana tusaidie sana. Kwa lugha nyingine, sadaka huwa zinapeleka mioyo yetu mbele ya Mungu, na zinaonesha pia viwango yetu ya kumpenda na uchaji wetu mbele ya Bwana. Haleluya. Bwana tusaidie sana. Na pana mifano hii namna sadaka inavyoweza kukusaidia katika mafungo, katika maombi. Kitabu ya Waamuzi 12, Biblia inasema historia ya kabila 11 za Israeli walioenda pigana na kabila moja ya Benjamin ambako wanaitwa Gibea. Na Biblia inasema wakaingia kwanza kwa mafungo, kwa sababu mtoto wa Benjamin wa kabila ya Benjamina alikuwa amefanya makufuru katika Israeli. Na Biblia inasema hivi, kabila 11 wakakusanyika, wakasema tutaenda kupiga mtoto wa Benjamin, kwa sababu Benjamin tulimulomba mtu mwenye alifanya dhambi, hakutaka kutupatia. Alafu wakapanda Beteli mbele ya kwenda kupigana. Biblia inasema walipofika Beteli, wakaita Mungu na wakaambia Mungu, tuambie unaturuhusu kwenda kupigana. Mungu akasema, mimi nawaruhusu. Mimi sibakatali, mimi nawaruhusu kwenda kupigana. Mama kwa wale wakaendelea kwa wasema, turuhusu basi, tuambie ni nani mwenye unataka apite mbele mwa hizi kabila 11. Mungu akamwambia, kabila la Yuda ndio wenye watapita mbele. Si Mungu amewaruhusu, si wamesikia Mungu anasema hapo. Alafu Biblia inasema wakaenda kwenye vita. Gibea, batoto ya Benjamin na baba wakajikusanya. Vita ikaanza. Ile journée, Biblia inasema bakaua 22,000 personnes ya kabila 11 ya watoto wa Israeli. Oro bao walienda omba Mungu, Mungu anawaambia mwende. Bwana tusaidie sana. Nataka niambie mtu mmoja hapa asubuhi ya leo, Mungu kukuambia mimi nakukubalia kufanya hiki kitu haimaanishi Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu kukuruhusu kuingia ndoa haimaanishi Mungu yuko pamoja na ile ndoa. Mungu kukuruhusu kwenda katika safari haimaanishi Mungu yuko pamoja na wewe. Kuna vingine Mungu anaacha tu, ulimulomba na kupatia. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie sana. Na nataka tena nipatie mtu mmoja hapa moyo anayejukumu kwa ajili ya watu wa dunia. Mungu mvua yake kunyesha kwa wema
na wabaya, lakini haijamaanisha Mungu iko pamoja na wao. Wanaweza kuwa ni matajiri, lakini Mungu si pamoja nao. Nimeeleweka hapa vizuri? Ya pili, wakaenda tena omba Mungu. Mbona Mungu wewe ndio ulituruhusu kwenda kupigana? Mungu akamwambia ndio, mimi ndio niliwaruhusu. Sasa unaturuhusu mara hii tu ya pili, aseme ndio mimi nawaruhusu. Mwende tena mpigane. Sasa walienda mshande batee, wakakufa 18000 personnes. Bwana tusaidie sana. Sasa usifikirie 18000 personnes ni ile 7000 personnes walisema hapa Goma ilikufa. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Wanadamu wanajua imagine vitu. Lakini sasa niseme hivi. Bakikwambia 1000 personnes imekufa sai. Hamtapata ngizi ya kuwazika. Sasa ukabisabie 1000, 2000, 3000, 10000, 11000, 18000 personnes. Papa, uisikilie mashifu, lakini visiwafiki. Bwana tusaidie sana. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Sasa step ya tatu wakasema tushanje strategy. Ile siku wakakamata sadaka. Wakakamata na kuhani na sanduku la agano, wakaenda Beteli. Walipofika Beteli, Biblia inasema kuhani akafanya sadaka ya amani mbele za Mungu na wakaomba Mungu. Walipofanya sadaka, Biblia inasema Mungu akabadilisha usemi, akasema mara hii nitakuwa pamoja na nyinyi. Bienye nilileta Mungu pamoja na wao ni nini? Sadaka. Bwana Yesu atusaidie sana. Sadaka ndio ilimkokota Mungu akakuwa karibu nao. Bwana tujalie neema. Mnakumbuka historia ya vita ya Yoramu mfalme wa Samaria, Yehoshafati wa Yuda, mfalme wa Yuda na mfalme wa Edom. Na jinsi walivyopanda kwenda piga Moabu. Biblia inasema ya kwamba walipoenda pigana na Moabu, watu watatu, wafalme tatu, nchi tatu, kwenda kupigana na Moabu, wakakutana na nabii Elisha. Na nabii Elisha akatabiri mema juu yao, na akamwambia Mungu anawapa ushindi. Alafu wakatoka wakaenda. Wamizisie Mungu awabariki sana. Amen, amen. Amen. Biblia inasema mbele Elisha tabiri ile saa, akaexige mfalme Yehoshafati na Yoramu na mfalme Edom, munilete bapeti wenye wanajua piga muziki. Bapige muziki, sana watapiga muziki. Ndasikia mzuri, roho Mungu anaanza kufanya kazi. Haleluya. Na leo kwa nini Daudi alipiga kinanda na pepo zikakimbia? Kuna ishara inawekwa ndani ya muziki. Mkipata wana muziki mkanisa, muwachunge pia vizuri. Haleluya. Amen. Tunaenda sawa sawa. Sasa hapa wafalme watatu wakaenda pigana kontra mfalme wa Moabu. Biblia inasema hivi, nisikilize mzuri. Wakaenda wakapiga Moabu, wakapiga miji, wakabomola manyumba, wakaangusha makuta. Na walipofika wakamzingira mfalme wa Moabu, anakutana anabakia tu mkapitani. Mule mkapitani, mfalme akakusanya wanajeshi plus de 700 bende wapiganishe wale wafalme watatu. Na ile kuwakusanyisha alikuwa anatafuta njia toroki, lakini haikuwezekana. Sasa Biblia inasema hivi, mfalme wa Moabu akasema hapa mimi nakufa. Kulikuwa mtoto mwenye alipashwa mramplace kuufalme na kutawala nafasi yake. Akakamata ule kijana, akamfanya kuwa sadaka. Biblia inasema akamtoa kuwa sadaka. Na alipomfanya kuwa sadaka, mara moja kukaingia na chukizo katika mfalme Yehoshafati, mfalme Yoramu na mfalme wa Edom. Bakasema na tutapigana tena. Bombe nyewe bakajitosha. Na hakuna mtu mwenye iko na wakimbiza. Nini ilipokimbiza wale watu wa Mungu? Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Si ni sadaka hapa imeongea? Esi hapa nimeleweka vizuri? Mfalme Moabu anasema mwana wangu wa pekee nitamfanya kuwa sadaka. Na alipomfanya kuwa sadaka, wao watu wa Mungu wenyewe wakasikia vitu haviendeki, wenyewe wakajitosha, wakaenda. Ni kusema nini? Hata watu wa dunia huwa wanafanya sadaka. Tena wakifanya sadaka washangalia yake yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Na watu wa dunia wakikufanyia sadaka, kuna vitu inatengeneza ulimwengu wa roho. Ni kwako na wewe pia kujifunza kufanya sadaka.
Uwepo katika mafungo. Uwepo katika mafungo, jifunze pia kufanya sadaka zako. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nimalize niseme hivi, wana wa Mungu. Nani mwenye anaweza fanya urafiki na rais? Unaenda tembelea mwami na mwami anakukubalia umtembelee kisha uende mikono mitupu. Ni nani? Mpaka Biblia inasema usiende nyumbani mwa Mungu. Mbona mjibii huko nyuma? Tusiingie nyumbani mwa Mungu. Mfalme ameendaki kwake vile. Bwana tusaidie sana. Na Bwana tutende mema. Amen. Kwa dakika moja simama mahali ulipo. Simama mahali ulipo, tuombe. Tenda kumwambia Mungu nisaidie. Nisaidie Baba. Mwambie Mungu awe kwa upande wako. Najua tuko katika hali ya maombi ya mfululizo ya siku 7. Kuna malengo, kwa sababu Mungu hawezi kutuambia tuombe hivi isipokuwa kuna vitu tuko tunatengeneza ulimwengu wa roho, lakini pia kuna vitu Mungu anatuandaa kukutanana navyo kule mbele, na anapoandaa ushindi yetu tangu sasa. Ninaambia yeye utaomba pamoja na kusema na mimi Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Asubuhi ya leo mimi nakuita